Ni wakati mwingine tena nipo naelekea kwenye maktaba yangu Magomeni jijini Dar es Salaam, na ni desturi yangu nikipata nafasi kidogo nazungumza machache kutokana na yale ninayoyaona katika mitandao ya kijamii au kwenye jamii husika. Mitandao husika imetusaidia kupata taarifa kwa umakini na kwa haraka zaidi, na hata mimi imenufaisha sana kwa sababu ratiba zangu au kazi zangu zinaonekana mapema sana kupitia mitandao ya kijamii. Lakini kubwa ni pale tulipoendelea kufadhiliwa na wahisani na hatimaye tunasikia rumors kama wakati wote inawezekana misaada hii ikawa haipo, kwa maana notes imeshatoka rasmi kwa mujibu wa taarifa ya vyombo baadhi vya habari. Maana yake nini? Maana yake ni kutafuta mbadala sasa. Na ukienda kwenye mitandao ya kijamii watu wako wengi sana, lakini mtu bora na mtu mwenye tija kwa jamii husika ni 4A9 ndo suluhisho, au T.R. Msigwa ndio jawabu la changamoto zinazowakabili wa Afrika. Kushinda kwa Afrika ni kujitambua. Waafrika wakijitambua tutakuwa tumeshinda, kwa sababu tutatumia utamaduni wetu, mbinu zetu, mali asili yetu kuweza kututoa hatua moja kutupeleka hatua nyingine. Na njia pekee iliyo wazi na bora zaidi ni 4A9. Kwa hiyo ni vizuri tukalitambua hilo, tukaliheshimu hilo. Inawezekana mahaba yako sio T.R. Msigwa, lakini ufumbuzi wa afya yako ni T.R. Msigwa. Kwa hiyo hakuna njia nyingine, iliyobaki ni kuhakikisha unaimarisha afya yako kwa kutumia kinachotengenezwa na T.R. Msigwa. Upende ndo hivyo, usipende ndo hivyo. Hakuna njia nyingine. Na kuhusu hili ambalo tunayoenda kulisikia siku ya Jumatano, tusubiri tulisikie, lakini itakuwa ni fedheha au ni pigo kwa wasomi wa Tanzania, kwa sababu tokea tuanze HIV Tanzania mpaka leo ni zaidi ya miaka 40. Na mtu pekee alionesha ufumbuzi na kumfanya mtu kuishi bila kula ARV ni T.R. Msigwa peke yake, angalau kwa miaka 2. Kwa hiyo ni vyema tukafanya tunachojua na tukajua tunachofanya. Leo ni siku nyingine, naamini tutaona mengine, tutasikia mengine, tutazungumza mengine kutoka kwa wahusika wanaoendelea kunifuatilia kwenye mitandao ya kijamii. Ziara yangu ni ndefu sana, lakini ina faida kubwa kwa jamii husika. Lengo ni kumuona yupi hajanufaika ili aweze kunufaika na tuweze kutatua changamoto inomkabili kwa safari yake ya maisha. Tutaanza Mbeya, Iringa na sehemu zingine ambazo Mungu atatuwezesha kufika katika sehemu ambazo tuna wadau wengi, angalau kwa siku chache ili tuweze kufika, ili tuweze kusikia, ili tuweze kuona changamoto iko wapi. Kuna mtu anaweza kuambia T.R. Msigwa nimetumia dozi sijafanikiwa. Ukimwambia atume kipimo, anatuma kipimo ambacho hakifai hata kwa sera yetu kumwambia mtu ni positive. Maana yake uelewa bado ni mdogo, na taaluma siku hizi sidhani kama zinatolewa kwa wingi
Hiyo ndio changamoto ambayo inawakabili baadhi ya Watanzania katika nchi yetu, lakini tunaendelea kuwajulisha Watanzania kwa ufumbuzi na suluhisho ni hilo. Lakini tutumie 0752819047 kwa kuzungumza na T.R. Msigwa au 0713646691 kuzungumza na T.R. Msigwa. Ndugu zangu wa Kenya, nimesema mara nyingi sana ninakuja Kenya na watu wengi wananisubiri kwa hamu Kenya, lakini safari zangu wengi huwa wasijui ni lini. Kwa hiyo bado naendelea kuwaambia nitakuja kwenye taifa lenu la Kenya kuzungumza na ndugu zangu mnaoishi Kenya, ili kuweza kuona ni yupi hajakaa sawa ili aweze kukaa sawa, na tuendelee na harakati zingine kwa muda mchache sana. Mwezi umekaribia. Nia, sababu na uwezo wa kufanya hivyo kwa uwezo wa Mungu tunao. Kwa hiyo tuna kila sababu ya kutembelea hizi nchi, kuwaona ndugu zetu, ili kuona tatizo liko kwetu au liko kwao. Endelea kunifuatilia kupitia mitandao ya kijamii, utajua na utasikia na utatumia fursa hiyo kuja kuzungumza nami. Mungu mbariki T.R. Msigwa. Mungu ibariki Afrika.